الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا اللقاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwendee kiongozi wa umma wetu huu ambaye sio mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo hii kwa uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala tutakuwa na muendelezo wa pale tulipoishia katika ule mukaddima na utangulizi siku ya jana, tuliposoma kuhusiana na umuhimu wa kuitafuta ilmu na ni namna gani mtu atapata ilmu yenye manufaa. Na tulisoma ya kwamba mwanadamu inatakikana katika utafutaji wake wa ilmu awe na ilmu yenye manufaa au apate ilmu yenye manufaa, na ni njia zipi inabidi mtu azitumie kwa ajili ya kuipata ilmu hiyo yenye manufaa. Lidhalika tukasema ilmu ziko nyingi sana, lakini katika ilmu ambayo inampasa mwanadamu kuanza nayo kuifahamu katika sheria ya dini ya Kiislamu ni kuanza na kufahamu ilmu ya somo la tauhidi. Na tukasema mutunu tauhidi kathira, matni hizi zilizokuja kuelezea somo hili la tauhidi ziko nyingi sana. Miongoni mwazo na tulioichagua ni hii moja ambayo inaitwa al-usulu thalathatu wa adillatuha. Usulu thalatha, misingi mitatu na dalili zake. Hii ndiyo matni tulioichagua kwa ajili ya kusoma somo la tauhidi, ambapo matni hii mtunzi wake ni al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhabi. Huyu ndio imam mtunzi wa hii risala yetu ambayo sisi tumekusudia kuisoma, lakini pia tukasema huyu al-imam ni miongoni mwa jopo la wanawazuoni wa kisunna, na tukasema ni vizuri zaidi ilmu yako wewe mwanadamu muislamu utakayokuwa unaichukua ni aula zaidi kuichukua kwa wanawazuoni wa kisunna, kwa sababu unapoichukua ilmu yako kwa wanawazuoni wa kisunna basi hautakuwa na mashaka katika hiyo ilmu yako, kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo wamejitahidi wanazuoni wetu ahlus sunnah wal jamaa ni kukielezea kitu na kuleta dalili ya kitu hicho na kwa namna jinsi ambavyo walivyokielezea kitu hicho. Kwa hiyo katika risala yetu hii tutaraji ya kwamba tutakuwa tukielezewa mambo kadha wa kadha, lakini baada ya kuwa tumeelezewa mambo hayo tutakuwa tukiletewa adilla na dalili tofauti tofauti katika mambo hayo tutakayokuwa tunaelezewa. Ameanza mtunzi wa risala kwa basmala kusema bismillahir rahmanir rahim, na ameanza hivi kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu imethibiti katika hotuba zake na mazungumzo yake yote mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akianza kwa basmala, bismillahir rahmanir rahim. Lidhalika mtunzi wa risala yetu hii ameanza na hilo neno la basmala, bismillahir rahmanir rahim, iqtidaan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa yeye ni mwenye kumfuata mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha baada ya basmala akasema i'lam rahimakallah, tambua na ufahamu wewe mwanadamu Allah akurahamu. Rahimakallah,
Allah akurahamu, annahu yajibu alaina, ya kwamba mambo yalivyo, tambua ya kwamba mambo yalivyo ni wajibu kwetu sisi, taallumu arba'i masailin, kujifunza na kujifundisha masala ya namna nne, masala manne au mambo manne. Ni wajibu kwetu sisi kujifunza mambo manne. Hapa ndugu zangu katika imani, katika hii ibara ya mtunzi wetu wa hii risala, ameanza kwa kutaka kukufahamisha wewe mwanadamu, i'lam, tambua, kwa maana kwamba kama ulikuwa haufahamu basi fahamu kuanzia hivi sasa. Kisha baada ya kuwa amezungumza neno hili i'lam, tambua na ufahamu, rahimakallah, kaleta neno rahimakallah, Allah kurahamu. Hii ni dua ambayo anakuombea wewe ambaye anakupa huu utambuzi, Allah kurahamu kwanza. Na huu ni usulubu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amechukua usulubu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama jinsi ambavyo ilivyothibiti moja ya hadithi, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia ya Muadh, inni uhibbuka fillah. Kwanza kabisa, kabla ya kumfikishia habari yoyote ile, akamwambia ya Muadh, e Muadh, inni uhibbuka fillah, hakika yangu mimi ninakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunakuja kuona huu ni usulubu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla hajamfikishia habari mtu fulani, anaanza kumuombea dua na kumsifia na kumpa sifa yule mtu. Kwa hiyo alimwambia inni uhibbuka fillah, hakika yangu mimi ninakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadaye akamfikishia habari na kumpa ujumbe, akamwambia fala tad'a anna dubura kulla salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Usiache ewe Muadh ibn Jabal kuzungumza maneno haya kila baada ya kuwa umemaliza kusali swala yako, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Haya ni mafunzo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kumfunza Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu arda. Na hapa tunachukua somo ya kwamba hata wewe da'iya, wewe mlinganizi, unapotaka kumlingania mtu fulani, anza kwanza kumsifia na kumwombea dua. Huenda katika kule kumsifia kwako na kumwombea kwako dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukampelekea moyo wake ulainike na kuwa tayari kuwa ni mwenye kukusikiliza wewe. Unamwombea dua, kisha baada ya kuwa umemwombea dua, unaanza kumpa habari ya jambo fulani. Bwana ndugu yangu, kuna kitu fulani na kitu fulani kadha wa kadha umekisahau, au kuna kitu fulani na kitu fulani umekifanya kwa namna ambayo sivyo, au kuna kitu fulani na kitu fulani inatakikana ukifanye. Hivi ndio usulubu tuliofundishwa sisi wanadamu kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika mtunzi wa kitabu chetu anatuambia i'lam, tambua ya kwamba yajibu alaina, ni wajibu kwetu sisi wote wanadamu, taallumu arba'i masailin, kujifundisha mambo ya namna nne au mambo manne. Alula, jambo la kwanza katika mambo hayo manne, alilmu, inatakikana mtu awe na ilmu. Na ilmu yenyewe iliyokusudiwa hapa sio kila ilmu, ni alilmu shar'i, ni elimu hii ya kisheria ya dini ya Uislamu, kutaka kuufahamu Uislamu. Kwa hiyo jambo la wajibu la kwanza kwa wewe Muislamu au kwa mwanadamu ni kuwa na ilmu. Elimu gani? Wa huwa ma'rifatullah, ni ilmu ya kumtambua na kumfahamu kisawasawa Allah tabaraka wa taala. Wa ma'rifatu nabiyihi, na ilmu ya kumfahamu na kumtambua kisawasawa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dini lislami bil adilla, na kuufahamu Uislamu au na kuifahamu dini ya Kiislamu kwa dalili maalum za kisheria. Kwa hiyo jambo la kwanza
la lazima, la wajibu kwako wewe mwanadamu uwe na ilmu, upate ilmu ya kisheria. Lidhalika ilmu iliyokusudia hapa ndugu zangu katika imani ni ilmu hii ya kisheria, ilmu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kumfahamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ilmu ya kuifahamu dini ya Uislamu bil adilla, kwa dalili za kisheria. Ndugu zangu katika imani, ni vipi mtu atamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala? Ni vipi mtu atamfahamu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Mtu atamfahamu Allah tabaraka wa ta'ala kwa yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, na wala haitakikani kwa muislam au mtu yoyote kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala, akaanza kumsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa ambazo Allah hajajisifia kwazo, au akawa anamsifu Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajamsifia kwazo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfahamu au ni kufuata sifa zote au ni kuthibitisha sifa zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu kwazo, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia sifa hizo. Na katika vile au ile migawanyo mitatu ya tauhidi, kuna tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya na tauhidul asma'i was sifati. Tauhidi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala na sifa zake. Ni vipi utampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake? Ni kumpokesha Allah katika majina yake, ni kule kuthibitisha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alijisifia kwayo, lakini pia vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsifu kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote ambaye atakayekuwa anamsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa ambazo Allah yeye mwenyewe hajajisifia kwazo, basi huyu anahesabika kwamba amemzulia Allah tabaraka wa ta'ala. Na mtu aina hii mwenye kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika watu ambao waliofanya kufuru ya kumkufuru Allah tabaraka wa ta'ala, iyadhan billah. Allah tukinge na jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, maarifatullah, kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama jinsi ambavyo tulivyotangulia kuzungumza, ni mtu kumfahamu kwa sifa zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizojisifu kwazo, ni mtu kumfahamu kwa sifa zake ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsifia kwazo Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi ukafahamu yote haya mpaka uwe tayari kukaa chini na kusoma ilmu ya dini ya Kiislamu, ilmu ya kisheria. Kwa hiyo tunaona kwamba jambo la kwanza ambalo la lazima kwa Muislamu kulifahamu ni yeye kuwa na ilmu, kuifahamu dini ya kisheria au elimu ya kisheria. Kwa hiyo alilmu wa huwa ma'rifatullah, ilmu nayo ni kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeona katika umma uliotangulia huko nyuma, wale watu ambao waliokuwa wakimkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa Allah akiwasifia kwamba hao wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala au wamemvunjia heshima Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe pia utahesabika umemvunjia heshima Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama utamsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa zako unazozifahamu wewe, tofauti na sifa ambazo Allah amejisifia kwazo na sifa ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemsifu kwazo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema katika suratu Zumar aya ya 67, anasema wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabidatuhu yawm alqiyamah, na wala wanadamu hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumheshimu, au kama jinsi ambavyo Allah anastahiki yeye kuheshimiwa, wakawa hawajamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumzulia sifa mbalimbali ambazo yeye Allah hajisifia kwazo. Kwa hiyo wewe usipomsifia Allah subhanahu wa ta'ala, usipozifahamu sifa ambazo Allah amejisifia kwazo, ukawa unazua tu sifa ambazo Allah hana, basi wewe utahesabika kwamba umekosa heshima na adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Lidhalika, jambo la kwanza ambalo mtunzi wetu ametuelezea katika masala ya ilmu ni ilmu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyihi. Lakini pia inatakikana mtu amfahamu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Muhammad ibn Abdullah. Na taban Muhammad ni namna gani mtu atamfahamu? Kwanza amfahamu kwa jina lake, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad mtoto wa Abdullah. Lakini pia inatakikana ayafahamu mambo manne ambayo yamekhitamishwa au yamehitimishwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo jambo la kwanza inatakikana mtu afahamu ya kwamba yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo ukomo wa manabii, yani yeye ndiyo nabii wa mwisho. Fala nabiyya ba'da, hakuna nabii aliyokuja baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, inatakikana mtu afahamu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo alikuwa ni wa mwisho kuteremshiwa kitabu cha Qur'an. Fala kitaban ba'da al-Qur'an, basi tukae tukifahamu ya kwamba hakuna kitabu kingine kilichoteremshwa baada ya kitabu cha Qur'an. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, inatakikana afahamu mwanadamu ya kwamba sheria za dini ya Kiislamu zilihitamishwa au zilimaliziwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sheria baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuja. Hilo ni jambo la tatu. Na jambo la nne, inatakikana mwanadamu afahamu ya kwamba ayatul qur'aniyya, hizi aya za Qur'ani zilihitamishwa na kumaliziwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuna aya nyingine yoyote iliyoteremka baada ya kutoweka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika, hii ndiyo maarifa, na haya ndiyo maarifa na utambuzi wa kumfahamu kisawasawa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo la mwisho ni maarifatu dini al-Islam bil adilla, ni kufahamu Uislamu au kuifahamu dini ya Kiislamu bil adilla, kwa dalili za kisheria. Uislamu ufahamike, na inatakikana Muislamu afahamu dini yake ya Uislamu kwa dalili za kisheria, na wala asiufahamu Uislamu kwa kupitia ndugu yake fulani, kwa kuwa ndugu yake fulani anafanya kitu fulani na yeye akaamua amfuate ndugu yake huyo, na wala hana dalili ya kisheria yoyote ile. Au kuna jambo fulani ambalo ameliona mtu fulani amelifanya, ambalo jambo hilo yule mtu wakati analifanya akawa amelinasibisha katika dini ya Uislamu, na yeye akaamua kufanya hivyo hivyo basi na kuwa na dalili ya kisheria. La, Uislamu wetu ndugu zangu katika imani unaendana na dalili. Chochote kile utakachokifanya ukakinasibisha katika dini, basi ni lazima kitu hicho kiwe na dalili. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni mashuhuri na maarufu sana anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mtu yoyote ambaye atakayezua jambo na akawa amelinasibisha katika dini yetu hii jambo ambalo asili halikuwa katika dini hii ya Uislamu, fahuwa raddun, basi jambo hilo mtu huyu litarejeshwa kwake yeye, yani atarejeshewa na kutupiwa nalo, kwamba halitakuwa na malipo yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Na endapo mtu ataanzisha jambo ambalo halina msingi wa kisheria kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikawa amelinasibisha jambo hilo na dini ya Kiislamu, basi akaye akifahamu kwamba amezua kitu ambacho ni kikubwa sana, na huenda kwa kitu hicho ambacho yeye alichokianzisha na kukizua akaja akapata adhabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakikana mtu afahamu dini ya Uislamu kwa dalili ya kisheria, na hili linakuja kujulisha kwamba dini yetu ndugu zangu katika imani haiendi kwa rai. Mtu ameamka asubuhi akaamka hali ya kuwa ameota kitu fulani na akawa na rai ya kitu fulani ambayo rai hiyo ni nzuri, hata katika jamii ukiifikisha kule kuikataa ikawa ni ngumu, rai ikawa ni nzuri kabisa, lakini rai hiyo ikawa haina msingi wowote katika dalili za kisheria, basi rai hiyo sisi tunamwambia wewe baki nayo tu, hata kama itakuwa ni nzuri tunamwambia baki nayo, itakufaidisha wewe mwenyewe na familia yako.
sawa. Lakini kama ni rai ambayo imeendana na dalili za kisheria, ni rai ambayo imetoka katika Qur'an, ni rai ambayo imetoka katika ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni rai ambayo imetoka katika ijmaa ya wanazuoni, basi rai hiyo sisi tutaipokea kwa mikono miwili na tutakuwa tayari kuifanyia kazi hiyo rai. Ndio mmoja katika washairi akasema, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi. Ilmu ni ile ambayo mtu atakuwa anaitoa kwa kusema kwamba amesema Allah subhanahu wa ta'ala kadha wa kadha, amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha, hiyo ndiyo ilmu. Au amesema qala as-sahabatu laysa khulfun fihi, wamesema maswahaba hili masala au haya masala hayana khilafu ndani yake, ya kwamba ilmu ni lazima iwe imechimbuliwa kutoka katika aqwali za Allah katika Qur'ani, ni lazima ilmu hiyo imechimbuliwa kutoka katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima ilmu hiyo imechimbuka na kuchimbuliwa kutoka katika makubaliano ya wanazuoni au kutoka kwa maswahaba. Hii ndiyo ilmu inayofahamika kisheria, sawa sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo manne ambayo inatakikana na ni wajibu kwa mwanadamu kuyafahamu ni yeye kuwa na ilmu, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumtambua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia na kuifahamu na kuitambua kisawasawa dini yetu hii ya Uislamu, tena kwa dalili za kisheria. Kwa hiyo leo insha Allah tutaishia hapo na tutakuja kuendelea kesho jambo la pili ambalo ni la wajibu kwa Muislamu kulifahamu, na jambo la tatu na jambo la nne. Kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfiki. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe ilmu yetu hii ambayo tunayochukua. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala ajalie ilmu hii ambayo tunayochukua iwe ni ilmu yenye kutunufaisha sisi, iwe ni ilmu yenye kunufaisha vizazi vyetu, iwe ni ilmu yenye kunufaisha familia zetu kiujumla. Hadha wa sallallahu wa sallim barik wa an'im ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.